Ningependa kuzungumza kuhusu jambo au kitu ambacho kinaitwa agano. Agano ni Mwenyezi Mungu alianzisha, na maana ya agano katika neno lake Mwenyezi Mungu, maana yake ni mapatano au makubaliano kati ya mtu na Mungu au kati ya Mungu na watu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu aliweka makubaliano kwa ajili ya maisha ya wanadamu ili wakaweze kumtumikia wakiwa na makubaliano. Kwa hivyo ningependa kuzungumza tu kuhusu agano ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu peke yake kwa sasa. Tunaona ya kwamba tunapoangalia katika vitabu, tunaona ya kwamba kuna vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka maagano yake, na tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu alifanya agano na wana wa Israeli kuwa watu wake. Kwa hivyo tunaona maisha yao yote yakawa ni kumuishia Mwenyezi Mungu, na tunaona katika Biblia pia imeandikwa habari ambaye Mwenyezi Mungu ambaye anashughulikia wanadamu. Kwa hivyo kupitia kwa maagano inadhihirisha ya kwamba Mwenyezi Mungu hushughulika na maisha ya wanadamu, na Mwenyezi Mungu hushughulika na mwelekeo wa mwanadamu, jinsi anavyotaka mwanadamu akaweze kuwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika Biblia yetu tulio nayo ambayo inaitwa Agano la Kale, ambayo imechanganyikana na Agano Jipya, tunaona ya kwamba ina vitabu 66, na katika vitabu hivi 66 kuna vitabu ambao ni 39 ambavyo vinapatikana katika agano ambalo ni la kale. Kwa hivyo katika Agano la Kale tunaona ya kwamba kuna vitabu ambavyo vinaitwa ni vitabu vya sheria. Vitabu vya sheria ambavyo tunaviona ni vitabu ambavyo ni vitano ambavyo vimekusanywa, ni vitabu ambavyo vimewekwa pamoja ili mwanadamu akaweze kuelewa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya mwanadamu kupitia katika historia ya taifa ambalo ni la Wayahudi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika habari hizo tunaona ya kwamba kuna vitabu ambavyo ni vitano. Kitabu vitano vya kwanza tunaona kwamba ni kitabu cha Mwanzo, tunaona ya kwamba kitabu cha Kutoka, kuna kitabu ambacho cha mambo ya Walawi, na kuna kitabu ambacho ni cha Hesabu. Kwanza kabisa kitabu cha Walawi tunaona ya kwamba kinaonyesha vile Mwenyezi Mungu aliweza kutenga jamii ambayo ni ya Lawi, na akawapa ukuhani au uongozi katika mambo ya kiroho au mambo ya dini yake Mwenyezi Mungu. Tunaona kitabu cha Hesabu kinaongea kuhusu hesabu ambayo ilikuwa ni ya wana wa Israeli. Walikuwa wakihesabiwa hesabu yao tangu walipotoka katika nchi ambayo ni ya utumwa, nchi ya Misri. Tunaona kuna kitabu ambacho ni cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ambacho ni kitabu cha mwisho ambacho ni katika vitabu vya sheria. Tunaona ya kwamba inapeana kuhusu inaongea kuhusu habari za sheria ambayo Musa alipewa na Mwenyezi Mungu, na tunaona ya kwamba vitabu hivi vitano vinajulikana kama vitabu ambavyo ni vya Musa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo ndio vitabu vya kwanza vitano vyake Mwenyezi Mungu kuvitoa kupitia kwa nabii Musa. Kuna vitabu vingine ambavyo ni 12 ambavyo ni vitabu pia ambavyo ni vya muhimu, vitabu ambavyo vinaitwa vitabu vya historia. Vitabu vya historia ya dini ambayo ni ya Wayahudi, na pia ufalme uliokuweko na wafalme waliokuweko na uongozi. Kwa hiyo tunaona kuna vitabu 12. Kuna kitabu cha kwanza ambacho kinaitwa Joshua, kuna kitabu ambacho ni cha Waamuzi, kuna kitabu cha Ruth, kuna kitabu ambacho ni cha Samueli wa kwanza, na pia kuna kitabu cha Samueli wa pili. Kuna kitabu ambacho tunaona ni kwamba ni cha Wafalme wa kwanza, kuna kitabu pia ambacho ni cha Wafalme wa pili, kuna kitabu ambacho tunaona ni cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, na pia kuna Mambo ya Nyakati wa pili. Kuna kitabu cha Yethra, kuna kitabu ambacho ni cha Nehemia, na kuna kitabu ambacho ni cha Esther. Kwa hivyo tunaona kwamba katika vitabu hivi vyote
ni vitabu ambavyo ni vya muhimu. Kuna vitabu vingine pia 5 ambavyo vimetengwa, vitabu ambavyo ni vya mashairi, vitabu ambavyo ni vya mashairi au vitabu ambavyo viko na methali, ni kwa ajili yetu wanadamu. Kuna hivi vitabu ambavyo ni 5 ambavyo ni vya muhimu kabisa, ambavyo wana wa Israeli pia waliweza kuviandika. Katika vitabu hivi tunaona ya kwamba kuna kitabu ambacho kinaitwa Ayubu. Kuna kitabu cha Ayubu ambacho kinaonyesha mateso ambayo mtumishi wa Mungu Ayubu alipitia, na inadhihirisha kwamba wanadamu wanapaswa kupitia katika mateso maishani mwao, lakini katika mateso yote kuna ushindi wa Mungu. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Zaburi ambacho kimeandikwa pia na Daudi, kitabu ambacho kiko na maombi, kitabu ambacho kiko na nyimbo, na kitabu ambacho kimejawa ushuhuda mwingi wa mambo ambayo Mungu alitenda kwa ajili ya wana wa Israeli na pia kwa ajili ya Daudi. Kuna kitabu cha Mithali ambacho pia kimeweza kuandikwa, ambacho kina hekima zote ambazo zilikuwa zinaongoza wana wa Israeli, na tunaona ya kwamba katika hayo waliweka katika hali ya mazoezi ya kuwaongoza katika maisha yao ya kila siku. Tunaona ni kitabu kilichoandikwa na Mfalme Suleimani. Tunaona pia kimejaa mithali mingi ambayo iko hapo, na pia kuna mafundisho, maneno ya hekima. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri pia ni kitabu ambacho ni cha Mfalme Suleimani, na katika kitabu hiki pia kuna mambo mengi ambayo Suleimani anatuelezea kuhusu maisha ya mwanadamu, na anaonyesha pia kuhusu furaha ambayo mwanadamu anapitia, na inaonyesha pia mshahara mkubwa au faida ambayo mwanadamu anastahili kupata katika maisha yake anapokuwa duniani. Tunaona ya kwamba ni kula na kunywa peke yake na kufurahia katika kazi za mikono yake ambazo Mungu ameweza kumjalia. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kuna hiyo kitabu ambacho ni hicho cha Mhubiri, na kuna kitabu ambacho ni cha Wimbo Ulio Bora. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo ndio vitabu vilivyo 5 ambavyo ni vitabu vya mithali pamoja na ushauri kwa maisha ya wanadamu. Kuna vitabu vingine ambavyo ni 5. Kuna vitabu ambavyo vinaitwa vya manabii ambao ni wakubwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba vitabu hivi vinaitwa manabii walio wakubwa. Ni kwa sababu gani? Manabii walio wakuu ni kwa sababu ya urefu wa vitabu ambavyo wameweza kuviandika. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna vitabu ambavyo ni vikubwa vya manabii walio wakubwa. Tunaona kuna nabii Isaya, kuna nabii Yeremia, kuna pia kitabu ambacho kinaitwa cha Maombolezo ambacho kimeandikwa na Yeremia, na tunaona ya kwamba kuna kitabu pia ambacho ni cha Ezekieli, na kuna kitabu ambacho ni cha Danieli. Kuna vitabu vingine ambavyo vinajulikana vitabu vya manabii wadogo. Tunaona ya kwamba katika vitabu hivi, kwa sababu ya udogo wake au ufupi wake, tunaona ya kwamba kuna wale ambao wako katika vitabu hivi. Tunaona kuna nabii anaitwa Hosea, kuna Yoeli, kuna Amos, kuna Obadia, kuna Yohana, kuna Mika, kuna Naumu, kuna Habakuki, kuna Sefania, kuna Hagai, kuna Zakaria na kuna Malaki. Hiyo ndio vitabu ambavyo tunaona ya kwamba vinatuelezea kuhusu watu wa Mungu, kuhusu vimejaa ujumbe wake Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli, na pia vinaongea kuhusu nabii, kuhusu katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, kumwabudu na hata kuishi maisha ambayo ni matakatifu, na pia vinaongea kuhusu maangamizo yatakayotokea iwapo watu watakosa kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumeona kuhusu kitabu ambacho ni cha Agano Jipya, Agano la Kale. Agano la Kale kiliandikwa katika Kiebrania, na tunaona ya kwamba kikaweza kutafsiriwa baadaye katika lugha ambayo ni ya Kigiriki au ya Kiyunani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni vitabu ambavyo vimetumika kwa miaka mingi mpaka wakati Yesu Kristo alipokuja duniani. Ni vitabu ambavyo vimetumika kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo ningependa tu kukuambia kwamba hivi ni vitabu ambavyo
ni vya Agano la Kale, makubaliano ya Agano la Kale ambayo ilikuwa ni kati ya Mungu na wana wa Israeli ambao walikuwa ni watu wake wa kwanza, taifa ambalo aliliteua kuwa la muhimu katika ulimwengu ambao tunaishi wa sasa. Kwa hivyo tubarikiwe, Mungu atutendee mema. Tutajifundisha pia kuhusu kitabu cha Agano la Jipya, Agano Jipya, na Mungu atatubariki, atatutendea yaliyo mema. Tubarikiwe sana.